إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tunaendelea na darasa yetu ya tafsiri katika kusoma tafsiri ya surati al-Baqara, na katika darasa ya jana tulianza kusoma aya ambazo zinazungumzia sifa za wanafiki na hali zao. Baada ya kusoma aya za mwanzo ambazo zinazungumzia sifa za waumini na wacha Mungu, na baada ya kusoma aya ambazo zinawazungumzia al-kuffar al-khullas, wale makafiri ambao ni piwa. Wanafiki wao ni watu ambao wanadhihirisha Uislamu, wanadhihirisha iman, na wanaficha ukafiri katika nyoyo zao. Wanafanya hivi kwa ajili ya kulinda mali zao na kwa ajili ya kulinda nafsi zao. Kwa hiyo kwenye dhahiri wako pamoja na Waislamu, wanaswali nao, wanafunga nao, wanahiji nao, wanatoa zaka, wanapigana jihadi, wanasoma Qur'ani, wanamtaja Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo fi dhahir wako pamoja na Waislamu, lakini fil batin wao ni watu ambao wako pamoja na makafiri na wamemkufuru Allah tabaraka wa taala na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wamekufuru siku ya mwisho. Kwa hiyo katika darasa ya jana tulisoma aya ambazo zinazungumzia hali zao na sifa zao. Tukaona ni watu ambao wanadhihirisha iman lakini si waumini. Wanahisi kwa kufanya hivyo wanamhadaa Allah tabaraka wa taala na waumini, lakini hawazihadai isipokuwa nafsi zao, lakini wao hawajui. Na tuliona ya kwamba ni watu ambao wana maradhi katika nyoyo zao. Allah tabaraka wa taala akawazidishia maradhi, na wana adhabu kali kwa kule kwao kusema uongo kwa Allah tabaraka wa taala na kwa watu, na kule kwao kumkadhibisha bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na tuliona ya kwamba ni watu ambao wanafanya uharibifu katika ardhi, na wakiambiwa kwamba acheni kufanya uharibifu wanasema innama nahnu muslihun, sisi ni wenye kutengeneza. Na tuliona ya kwamba haya madai yao sio ya kweli. Wao ni watu ambao wanafanya uharibifu katika ardhi. Na tuliona vile vile wakiambiwa aminu kama amana an-nas,
kuweni na imani kama ambavyo wameamini watu. Wanasema anu'minu kama amana as-sufaha, je, tuamini kama walivyoamini wapumbavu? Maana yake wanaitakidi kwamba waumini ni wapumbavu. Allah tabarak wa taala akasema ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun, fahamuni, jueni kwamba wao ndo wapumbavu lakini hawaelewi, hawatambui. Hapa al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala ametaja faida nzuri, akasema ya kwamba anna al-hikmata kull al-hikma inma hiya al-imanu billahi ta'ala. Hikma na akili, hikma yote na akili yote ipo katika kumwamini Allah tabaraka wa taala, wattiba'u shari'atihi, na kufuata sheria ya Allah tabaraka wa taala. Fa inna kulla man lam yu'min billah wa khalafa shari'atahu fahuwa safihun, kila ambaye hajamwamini Allah tabaraka wa taala na kakhalifu sheria yake, fahuwa safihun, huyu ni mpumbavu na huyu ni mwenye akili ndogo. Fayaktadhi anna dhiddahu yakunu hakiman rashida, muktadha wa hayo ni kwamba yule mwenye imani, huyo ndo mwenye hekima, huyo ndo mwenye busara, na huyo ndio ambaye ana akili. Allah tabaraka wa taala anasema wa idha qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha. Kwa hiyo wao ndo wapumbavu na wao ndo wenye akili ndogo, kwa sababu hawajamwamini Allah tabaraka wa taala na wamekhalifu sheria ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo mwenye kumwamini Allah tabaraka wa taala na kafuata sheria ya Allah tabaraka wa taala, huyo ndio mwenye akili na huyo ndio mwenye hekima na huyo ndio mwongofu. Na tuliona ya kwamba wanafiki wakikutana na waumini, qalu amanna, wanasema kwamba tumeamini, wanadhihirisha imani. Wakiwa na waumini wanadhihirisha imani, wanadhihirisha khairi. Wa idha khalau ila shayatinihim, wakijitenga na wale mashaitani wao, wale viongozi wao, fil kufri wad dalal, qalu inna ma'akum, wanasema hakika sisi tuko pamoja na ninyi. Innama nahnu mustahzi'un, hakika sisi tunawakejeni hawa waumini, hawa waislamu. Kwa hiyo hizi ndo aya ambazo tulisoma katika darasa ya jana ya tafsiri. Tukiendelea na darasa ya leo, anasema Allah tabaraka wa taala Allahu yastahzi'u bihim, Allah tabaraka wa taala ni mwenye kuwakejeli wao. Wayamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, na Allah tabaraka wa taala anawaacha katika upotevu wao. Ya'mahun, wanatangatanga, yani wanatangatanga ovyo, hawajui pa kuelekea. Kwa hiyo baada ya wao kuwakejeli waumini, kuwadhihaki waumini, Allah tabaraka wa taala akawadhihaki wao na akawakejeli wao. Allahu yastahzi'u bihim, Allah tabaraka wa taala ni mwenye kuwakejeli wao. Wayamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, na Allah tabaraka wa taala anawazidishia wao na anawaacha wao, fi tughyanihim, katika upotevu wao, ya'mahun, wanatangatanga. Allahu yastahzi'u bihim fi muqabalati istihza'ihim bil mu'minin, Allah tabaraka wa taala anawakejeli kwenye muqabala wa wao kuwakejeli waumini. Jazaan lahum min jinsi amalihim, malipo yao kutokana na matendo yao. Walihadha, kwa ajili hii, ajra lahum ahkama almuslimina fi dunya, kwa ajili hii Allah tabaraka wa taala
amepitisha kwa wanafiki hukumu za waislamu duniani. Kwa ajili hii Allah tabaraka wa taala amepitisha kwa wanafiki ahkam almuslimina fi dunya, hukumu za waislamu duniani. Duniani wanachukua hukumu ya waislamu. Wa amma fil akhirah, amma akhirah fayujazihim ala kufrihim, akhira Allah tabaraka wa taala atawalipa juu ya ukafiri wao, wa nifaqihim, na juu ya unafiki wao. Kwa hiyo duniani wanakuwa na hukumu ya Uislamu, hukumu ya waumini. Amma akhira Allah tabaraka wa taala atawalipa juu ya ukafiri wao na juu ya nifaqi yao. Wakadhalika yumhiluhum, vile vile Allah tabaraka wa taala anawaacha. Yamudduhum maana yake yumhiluhum, Allah tabaraka wa taala anawaacha. Liyatamadau fi dhalalihim, anawaacha ili waendelee na upotevu wao. Wa tughyanihim, na uovu wao. Fayabqau hairin, ili wabakie hali ya kuwa ni wenye kutangatanga. Mutaraddidin, ni watu ambao ni wenye kusitasita. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala anawakejeli kwa sababu wao wanawakejeli waumini. Wayamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, na anawaacha katika upotevu wao hali ya kuwa wanatangatanga. Anasema Allah tabaraka wa taala, ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bilhuda, hao wanafiki ambao wana hizo sifa. Ulaik, hao, alladhina ishtaraw ad-dalalata bilhuda, hao ndio ambao ishtaraw, maana yake akhadhu, wamechukua ad-dalala, wamechukua upotevu, bilhuda, kwa kuacha uongofu. Yani badala ya kuongoka, badala ya kushikamana na uongofu, wakaacha uongofu. Ishtarahu dhalala, wakawa wamechukua ule upotevu. Fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin, Allah tabaraka wa taala anasema fama rabihat tijaratuhum, haijawa na faida ile biashara yao, haijawa na faida ile biashara yao ambao wameifanya ya kutoa uongofu, wakawa wamechagua upotevu. Hii biashara yao haijawa na faida. Fama rabihat tijaratuhum, haijawa na faida biashara yao. Wama kanu muhtadin, na hawakuwa ni watu ambao wameongoka, hawakuwa ni watu ambao wameongoka katika haki ambayo imetoka kwa Allah tabaraka wa taala. Ulaika almunafiquna almawsufuna bitilka sifat, hao wanafiki ambao wamesifika na hizo sifa. Humul ladhina istabdalu al-kufra bil iman, ndio ambao wamebadilisha ukafiri kwa iman. Yani wakatoa iman wakawa wamechagua ukafiri, wakaondoka na ukafiri, wakachukua badala yake ukafiri. Fama rabihat tijaratuhum, biashara yao haina faida, haikuwa na faida hii biashara yao ambao wameifanya. Likhasaratihim al-iman billah, kwa sababu wao wamepata hasara ya kumwamini Allah tabaraka wa taala. Yani wamepata hasara ya kumwamini Allah tabaraka wa taala, hawajamwamini Allah tabaraka wa taala, kwa biashara yao haina faida. Wama kanu muhtadina lilhaqi, na hawakuwa ni watu ambao wameongoka kwenye haki. Kwa hiyo hawa wanafiki wamepata hasara kwa sababu wameacha kumwamini Allah tabaraka wa taala, na hawajaongoka katika haki.
hawajaifuata haki itokayo kwa Allah tabaraka wa taala. Al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah taala, kuna faida ambayo ameitaja kuhusiana na hii aya. Anasema anna linsana qad yadhunnu annahu ahsana amalan, hakika binadamu anaweza akahisi kwamba amefanya vizuri. Anna linsana qad yadhunnu annahu ahsana amala, binadamu anaweza kadhani kwamba amefanya vizuri. Wa huwa qad yasaa, hali ya kuwa amefanya vibaya. Lianna haulai ishtarau ad-dalala bilhuda, lianna haulai ishtarau ad-dalalata bilhuda, kwa sababu hawa wamenunua upotevu kwa kutoa uongofu. Dhanna minhum annahum ala sawab, kwa kudhania wao kwamba wapo katika sawa, yani kwa kufanya hivi ndo jambo zuri, hii ndo sawa. Wa annahum rabihun, na wakidhania kwamba wao ni wenye kupata faida. Faqala Allah ta'ala, akasema Allah tabaraka wa ta'ala, fama rabihat tijaratuhum, haikuwa na faida ile biashara yao. Ile biashara yao ambao wameifanya haikuwa na faida, haikuwa na mafanikio. Allah tabaraka wa ta'ala anasema mathaluhum kamathali alladhi istawqada nara, mfano wao hawa wanafiki ni mfano wa mtu ambaye amewasha moto. Istawqada naran, maana yake awqada naran, yani amewasha moto. Falamma adaat ma hawlahu, ule moto ulipoangaza pembezoni mwake. Falamma adaat ma hawlahu, ulipoangaza pembezoni mwake. Dhahaba Allahu binurihim, Allah tabaraka wa taala akaondosha ile nuru yao. Watarakahum fi dhulumatin la yubsirun, na akawaacha katika giza hali ya kuwa hawaoni. Kwa hiyo mfano wa wanafiki ni mfano wa mtu ambaye amewasha moto, amewasha moto usiku. Baada ule moto kuwaka, ile nuru ikaondoka, yani ule moto kazimika. Baada ya kuzimika, huyu mtu akawa katika giza, tena giza ambalo linakuja baada ya mwanga linakuwa ni giza ambalo ni baya zaidi. Kwa hiyo huu ndo mfano wa wanafiki, ni watu ambao wameamini, baada ya hapo wakakufuru. Kwa hiyo hawajafaidika na ile imani yao, kama ambao hawa hawajafaidika na huu moto wao. Huyu ambaye amewasha moto hajafaidika na huu moto. Anasema Allah tabaraka wa taala, mathaluhum kamathali alladhi istawqada nara, mfano wao ni mfano wa mtu ambaye amewasha moto. Falamma adaat ma hawlahu, ulipoangaza pembezoni mwake. Dhahaba Allahu binurihim, Allah tabaraka wa taala akaondosha ile nuru yao, yani akaondosha ule moto ukawa umezima. Maana yake na wao wameiona iman, Allah tabaraka wa taala akaondosha ile iman. Dhahaba Allahu binurihim, Allah tabaraka wa taala akaondosha ile nuru yao. Watarakahum fi dhulumatin la yubsirun, na akawacha wao katika giza ambalo hawaoni. Kwa hiyo wakabakia katika ukafiri, wakabakia katika uovu, kama ambaye amewasha moto anataka anufaike nao, ukazimika, anabakia katika giza kubwa zaidi kuliko lile giza la mwanzo ambalo alikuwa nalo. Daraba Allahu lihaulai almunafiqina mathalain, Allah tabaraka wa taala amewapigia hawa wanafiki mifano miwili. Mathalan nariyan, kuna mfano wa moto, wa mathalan maiyan, na kuna mfano wa maji. Fa amma mathaluhumun nari, ama mfano wao wa moto. Fahum, hakika wao, kamathali man awqada nara, wao ni sawasawa na yule ambaye amewasha moto.
liyastadhi'a biha, ili apate ule mwanga wake, aone chenye manufaa na chenye madhara katika vile ambavyo viko pembezoni mwake. Falamma sata'a nuruha, ilipoangaza ile nuru yake, ni nuru ya moto. Wa dhanna annahu yantafi'u bidhawiha, na akahisi akadhania kwamba atanufaika na ule mwanga wake. Khamadat, ule moto kawa mezima. Fadhahaba ma fiha min ishraq, yakaondoka yale ambayo yapo kwenye moto. Min ishraq, katika ule mwanga. Wa baqiya ma fiha min ihraq, na akabakia yale ambayo yako ndani yake katika kuunguza. Fabaqiya ashabuha fi dhulumatin, wakabakia wale wenye moto katika giza. La yarawna shay'an, hawaoni chochote. Wala yahtaduna sabila, na wala hawaoni njia. Kwa hiyo huu ndo mfano wa moto. Na wanafik wameiona iman, lakini ikazimika mbele yao. Baada ya kuzimika mbele yao, wakabakia fi dhulumati la yubsirun, wakabakia katika giza, hawaoni chochote, na wala yahtaduna sabila, na wala hawaongoki katika njia. Anasema Allah tabaraka wa taala, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Hawa nafiki summun, ni viziwi, hawaisikii haki. Bukmun, ni mabubu, hawaitamki haki, hawaisemi haki. Umyun, ni vipofu, hawaioni haki. Fahum la yarji'un, kwa hiyo hawatorudi kutoka kwenye upotevu wao, wakawa wameingia katika njia iliyonyoka, wakashikamana na haki itokayo kwa Allah tabaraka wa taala. Fahum summun la yasma'una alhaqa samaa qabulin, ni viziwi, hawaisikii haki usikiaji wa kukubali. Bukmun la yantiquna bihi, ni mabubu, hawaitamki haki. Umyun an ibsarihi, ni vipofu, hawaioni haki. Fala yarji'una an dalalihim, kwa hiyo hawarudi kutoka kwenye upotevu wao. Kwa hiyo maadamu hii ndo hali yao, hawezi wakatoka katika haki, wakawa wamemwamini Allah tabaraka wa taala na kumfuata bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mfano wa pili, mfano wa maji. Allah tabaraka wa taala anasema, au kasayibin minas samaa, au mfano wao ni mvua. Sayib ni mvua kubwa ambayo inashuka kwa kishindo. Au kasayibin minas samaa, au mfano wao ni mvua itokayo juu, itokayo kwenye mawingu. As-samaa hapa ni sahabin, ni mawingu. Au kasayibin minas samaa, au mfano wao ni mvua inayotoka kwenye mawingu. Fihi dhulumatun, ndani yake kuna giza. Fihi dhulumatun, kuna giza. Dhulmatul layl, yani kuna giza la usiku. Wa dhulmatus sahabi, na kuna giza la mawingu. Wa dhulmatul matar, na kuna giza la mvua. Kwa hiyo mfano wao mwingine ni mfano wa mvua ambayo inatoka mawinguni, ndani yake kuna giza. Yani mvua inanyesha usiku, kwa hiyo kuna giza la usiku, kuna giza la mawingu, na kuna giza la mvua. Kwa hiyo mfano wao ni mfano wa mvua ambayo ndani yake kuna giza. Wa ra'dun, na kuna radi. Wa barqun, na kuna umeme. Yani kuna radi na kuna umeme, ule umeme wa mvua. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sa'iq hadhara al-maut, wanajalia vidole vyao kwenye masikio yao.
minas sawa'iqi hadhara almauti, kwa sababu ya sauti ya mingurumo. Hadhara almauti, kwa ajili ya kuogopa kifo, kwa ajili ya kuogopa kifo. Wallahu muhitun bil kafirin, na Allah tabaraka wa taala ni mwenye kuwazunguka makafiri, hawamshindi chochote, hawezi wakamshinda Allah tabaraka wa taala. Wa amma mathaluhumul ma'i, mfano wao wa maji, fahum kamathali matarin kathir, wao ni mfano wa mvua nyingi. Min sahabin, ambayo inatoka kwenye mawingu. Fihi dhulumat mutarakima, ndani yake kuna giza ambalo limepandana. Wa ra'dun, na kuna radi. Wa barq, na kuna umeme. Nazala ala qaumin, hii mvua imeshuka kwa watu. Fa asabahum dhu'run shadid, wakapatwa na hofu kubwa, yani hawa watu. Faja'alu yasudduna adhanahum biatrafi asabi'ihim, wakawa wanaziba masikio yao kwa ncha za vidole vyao. Min shiddati sauti sawa'iqi khawfa min almaut, kwa sababu ya ukali wa sauti ya mingurumo, ile mingurumo ya mvua. Khawfan min almaut, kwa ajili ya kuogopa mauti. Wallahu muhitun bil kafirin, na Allah tabaraka wa taala ni mwenye kuwazunguka makafiri. La yu'jizunahu, hawezi wakamshinda Allah tabaraka wa taala. Anasema Allah tabaraka wa taala, yakadu albarqu yakhtafu absarahum, unakaribia umeme wa mvua kudokoa macho yao, kutoa yale macho yao. Yakadu albarqu yakhtafu absarahum, unakaribia umeme kuchukua yale macho yao, kuondoka na yale macho yao. Kullama adaa lahum mashaw fihi, kullama adaa lahum mashaw fihi, kila ukiangaza ule umeme wa mvua. Kullama adaa lahum mashaw fihi, kila ukiwaangazia wanatembea, yani wanapiga hatua mbele. Wa idha adlama alaihim qamu, na ukiondoka ule mwanga. Wa idha adlama alaihim, ukiondoka ule mwanga likaja giza. Qamu, wanasimama. Maana yake wanaikosa njia, wanakuwa kwenye giza kubwa, giza nene. Wa idha adlama alaihim qamu, ule umeme ukiwaletea giza, qamu, wanasimama. Walau shaa Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim, na Allah tabaraka wa taala angetaka. Walau shaa Allah, na angetaka Allah tabaraka wa taala, la dhahaba bisam'ihim, angeondoka na yale masikio yao. Wa absarihim, na yale macho yao. Yani Allah tabaraka wa taala angetaka, angewaondoshea yale masikio yao na yale macho yao, wakawa hawasikii tena na wakawa hawaoni tena. Inna Allah ala kulli shay'in qadir, hakika Allah tabaraka wa taala kwenye kila jambo ni muweza. Inna Allah ala kulli shay'in qadir, hakika Allah tabaraka wa taala kwenye kila jambo ni muweza. Hapa kuna faida nzuri sana ameitaja al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah taala. Kabla ya kuendelea na tafsiri, al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah taala ametaja faida nzuri sana kuhusiana na kauli yake Allah tabaraka wa taala, walau shaa Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim, angetaka Allah tabaraka wa taala angeondosha masikio yao na macho yao. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir, hakika Allah tabaraka wa taala kwenye kila jambo ni mweza. Ibn Uthaymeen rahimahullah taala hapa anasema annahu yanbaghi lilinsan, inatakiwa kwa mtu, an yas'ala Allah azza wa jalla, amuombe Allah tabaraka wa taala, an yumatti'ahu bisam'ihi wa basarihi, amnufaishe
na kusikia kwake na kuona kwake. Liqaulihi ta'ala, walau shaa Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim, angetaka Allah tabaraka wa taala angewaondoshea kusikia kwao na kuona kwao na yale macho yao. Kwa hiyo inatakiwa kwa Muislamu amuombe Allah tabaraka wa taala amnufaishe na yale masikio yake, endelee kusikia, masikio endelee kuwa mazima, ananufaika nayo, anafaidika nayo, na vile vile amuombe Allah tabaraka wa taala amnufaishe na macho yake endelee kuwa hai, endelee kuwa salama, ananufaika nayo. Kwani Allah tabaraka wa taala anasema, walau shaa Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim, angetaka Allah tabaraka wa taala angewaondoshea kusikia kwao na yale macho yao. Na sasa hivi kuna watu wengi ambao walikuwa ni wazima, wananufaika na yale masikio yao, wananufaika na yale macho yao, lakini baada ya hapo Allah tabaraka wa taala kwa hikima yake kubwa akawa amewaondolea, wakawa hawasikii tena na wakawa hawaoni tena, wakawa ni vipofu. Kwa hiyo tumuombe Allah tabaraka wa taala an yumatti'ana, atunufaishe biasma'ina, na masikio yetu, wa bisarina, na macho yetu. Inna Allah ala kulli shay'in qadir, hakika Allah tabaraka wa taala kwenye kila jambo ni mweza. Kwa hiyo anasema Allah tabaraka wa taala, yakadu albarqu yakhtafu absarahum, ule umeme wa mvua unakaribia kuondoka na macho yao. Kullama adaa lahum mashaw fihi, kila ukiwaangazia, ule umeme ukiwaangazia wao wanatembea ndani yake, yani wanaona njia, wanatembea. Wa idha adlama alaihim qamu, na ukiondoka ule umeme, ukiondoka ule mwanga, giza likaja, qamu, wanasimama. Walau shaa Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim, na angetaka Allah tabaraka wa taala angewaondoshea kusikia kwao na kuona kwao. Inna Allah ala kulli shay'in qadir, hakika Allah tabaraka wa taala kwenye kila jambo ni mweza. Yakadu albarqu min shiddati lam'anihi wa sutu'ihi ya'khudhu absarahum, unakaribia umeme min shiddati lam'anihi, kwa sababu ya kule kuangaza kwake mno. Unakaribia umeme min shiddati lam'anihi, kwa sababu ya kung'aa kwake. Wa sutu'ihi ya'khudhu absarahum, unakaribia umeme kuchukua yale macho yao. Kullama wamada albarqu lahum wa adaa taqaddamu, kila ukiangaza umeme kwao, wa adaa, na ukaleta nuru, ukaleta mwanga, taqaddamu, wanasogea, wanatembea. Wa idha lam yubi, kama hautoangaza, wa idha lam yubi, kama hautoangaza ule umeme, baqu fi dhalam, wanabakia katika giza. Falam yastati'u at-taharruka, hawatoweza kusogea, hawatoweza kutembea. Walau shaa Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim biqudratihi ash-shamila likulli shay, na angetaka Allah tabaraka wa taala angewaondoshea kusikia kwao, wa absarihim, na macho yao, biqudratihi ash-shamila likulli shay, kwa uwezo wake ambao umekusanya kila kitu. Fala ta'udu ilayhim, havitorudi kwao. Allah tabaraka wa taala angetaka angewaondoshea kusikia kwao na macho yao kwa nguvu yake ambayo imeenea kila kitu, na masikio yao na macho yao yakawa hayakurudi kwao. Kama ambao sasa hivi kuna watu ambao hawasikii tena, usikiaji hautorudi kwao. Kuna watu ambao hawaoni tena, kuona hakutorudi kwao. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala angetaka angewaondoshea kusikia kwao na macho yao
biqudrati shamila likulli shay, kwa uwezo wake ambao umeenea kila kitu. Fala ta'udu ilayhim, yakawa hayajarudi kwao. Li'iradihim 'anil haqqi, kwa sababu wao wameacha haki. Kwa sababu hapo wanazungumziwa wanafiki, kwa sababu wanafiki wameacha haki. Kwa hiyo Allah tabarak wa taala angetaka angewaondoshea kusikia kwao na kuona kwao, na hivi vitu vikawa havijarudi kwao kwa sababu wameacha haki itokayo kwa Allah tabarak wa taala. Fakana almataru mathala lilquran, mvua ni mfano wa Qur'an. Allah anaposema au mfano wao ni kama mvua, mvua ni mfano wa nini? Mvua ni mfano wa Qur'an. Wa sautu as-sawa'iqi mathala lima fihi min az-zawajir, na sauti ya mgurumo ni mfano wa yale ambayo yapo katika Qur'ani katika makemeo. Wa daw'u al-barqi mathala lidhuhuri al-haqqi lahum ahyanan, na mwanga wa umeme ni mfano wa kudhihiri haki kwa wao baadhi ya nyakati. Waja'alu sadd al-adhan min shiddati as-sawa'iqi mathala li'iradihim 'an al-haqqi wa 'adam al-istijabati lahu, na kujalia kuziba masikio, kujalia kuziba masikio kwa sababu ya ukali wa mingurumo ya mvua ni mfano wa wao kuachana na haki na kutokuitikia haki. Wa wajhu shabahi baina almunafiqina wa ashabi almathalain, wa wajhu shabahi baina almunafiqina wa ashabi almathalain, na namna ya kufanana na sura ya kufanana baina ya wanafiq na watu wa hii mifano miwili, huwa adamu listifada, ni kutokufaidika, ni kutokufaidika. Yule ambaye amewasha moto hajafaidika na ule moto, na hawa ambao imeteremka kwa wao mvua hawajafaidika na hii mvua, isipokuwa wameambulia tu mingurumo, radi, umeme, hofu. Hawajafaidika na hii mvua. Na vile vile wanafiki hawajafaidika na Qur'an, hawajafaidika na al-Islam wal-iman. Fafi al-mathal an-nari, katika mfano wa moto, lam yastafid mustawqiduha ghayra ad-dhalami wal-ihraq, kwenye mfano wa moto hajafaidika yule ambaye ameuwasha isipokuwa giza na kuunguza. Hajafaidika na chochote isipokuwa ni giza na kuunguza, kwa sababu moto umewaka, baada ya hapo umezima. Kwa hiyo hajafaidika isipokuwa na giza na kuunguza na ule moshi, hajafaidika na ule moto. Wa fil mathali al-ma'i, na katika mfano wa maji, lam yastafid ashabu al-matar, hawajafaidika wale wenye mvua, wale ambao wamepata hii mvua, illa ma yurawwi'uhum, isipokuwa yale ambayo yanawatisha wao, wa yuz'ijuhum, na yanawapigia makelele, min ar-ra'di, katika radi, wal barqi, na katika ule umeme. Wa hakadha al-munafiqun, na hivyo hivyo wanafiq, la yarawna fil islami illa shiddata wal qaswa, na hivyo hivyo wanafiq hawaoni katika Uislamu isipokuwa ni ukali na ugumu. Kwa hiyo Allah tabarak wa taala amepiga hii mifano miwili kwa wanafiki, na ni mifano ambayo inaafikiana na wanafiki tamaman. Katika mfano wa moto, yule aliyewasha moto hajafaidika isipokuwa na giza wal-ihraq, na vile vile wanafiki hawajafaidika na iman, hawajafaidika na iman. Imani imeangaza kwao, lakini wakaikataa iman. Kwa hiyo hawajafaidika na iman isipokuwa kabakia na giza la ukafiri
na wakabakia na hararatu al-kufur, wakabakia na ukafiri na wakabakia na uovu. Na kwenye upande wa mvua vile vile, wale waliopata mvua hawajafaidika na mvua, isipokuwa yale ambayo yanawatisha, yanawapigia makelele, min ar-ra'd wal barq. Na hivyo hivyo almunafiqun la yarawna fil islami illa shiddata wal qaswa. Min fawaid al-ayat, katika faida za aya, anna imhal Allah ta'ala lidh-dhalimin al-mukaththibin, Allah tabaraka wa ta'ala kuacha madhalim al-mukaththibin, ambao wanakadhibisha. Anna imhal Allah ta'ala lidh-dhalimin al-mukaththibin, Allah tabaraka wa ta'ala kuacha madhalim wenye kukadhibisha. Lam yakun ghan ghafla, hakujatokana na kughafilika. Allah anapoacha madhalim wenye kukadhibisha, hajawaacha kwa sababu ameghafilika, au ajzin anhum, au amewashindwa. Bal yazdadu ithma, bali ili wazidi madhambi. Anawacha hawafanyi chochote, sio kwa sababu ameghafilika au ameshindwa. Bal yazdadu ithma, bali ili wazidi madhambi. Wakizidi madhambi, fatakuna uqubatuhum a'zam, adhabu yao itakuja kuwa ni kubwa na itakuja kuwa ni nzito, kwa sababu madhambi yao ni makubwa na ni mazito. Hii faida tunaipata katika aya ya 15 aliposema Allah tabaraka wa taala, Allahu yastahzi'u bihim, Allah tabaraka wa taala na wakejeli wao, kwa sababu anawakejeli waumini. Wayamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, na anawaacha katika upotevu hali ya kuwa wanatangatanga. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala anapoacha madhalim wenye kukadhibisha, hawachi kwa sababu wameghafilika au wamewashindwa, bali yazdadu ithma, bali ili wazidi madhambi. Fatakunu uqubatuhum a'zam, fatakuna uqubatuhum a'zam, adhabu yao inakuja kuwa ni kubwa na inakuja kuwa ni nzito. Kwa hiyo dhalim anapoona mambo yake yanaenda vizuri, asije akafurahi akaona mimi sina shida, mbona sitokewi na balaa. Asije akaona hivyo, asije akahisi hivyo. Hiyo ni istidraji kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala anamuacha liyazdada ithma, ili azidi madhambi, adhabu yake ije iwe ni kubwa kwa Allah tabaraka wa taala. Faida nyingine, anna Allah ta'ala yakhdhulu almunafiqina fi ashaddi ahwali muhaja wa akthariha shidda. Allah tabaraka wa ta'ala anawatelekeza wanafiq fi ashaddi ahwali muhaja, katika wakati ambao, katika hali ambayo wana haja zaidi, wa akthariha shidda, na katika hali ambayo wana shida. Allah tabaraka wa taala yakhdhulu almunafiqin, anawatelekeza wanafiq fi ashaddi ahwali muhaja, katika hali ambayo wana haja kubwa, huo muda ndo anawatelekeza. Wa akthariha shidda, na katika hali ambayo kuna shida, huo muda Allah tabaraka wa taala anawatelekeza, anawaacha wanaangamia. Jazaa nifaqihim, kwa sababu ya unafiki wao. Wa i'radihim 'anil huda, kwa sababu ya kuacha kwao uongofu tokao kwa Allah tabaraka wa taala. Hii faida inapatikana katika aya ya 17, mathalun kamathali alladhi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumati la yubsirun. Hii faida inapatikana katika hii aya al-mubaraka. Kwa hiyo katika wakati ambao wana haja, katika wakati ambao wana shida, Allah tabaraka wa taala anawatelekeza kwa sababu ya unafiki wao na kwa sababu ya kuacha kwao uongofu kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo wanabakia katika giza, wanabakia katika shida, la yubsirun, hawaoni.
na akhera wanaenda kuwa katika tabaka la chini la moto. Innal munafiqina fi darki al-asfali minan nar, hakika wanafiki wataenda kuwa katika tabaka la chini la moto, kwa sababu wao ni wabaya zaidi kuliko wa makafiri wa wazi. Makafiri wa wazi kila mmoja anawajua na kila mmoja anawafahamu, lakini wao walikuwa wanajificha. Dhahiri wako na Waislamu, lakini fil batin ni makafiri, wamemkufuru Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo hawatopata msaada wa Allah tabaraka wa taala. Kisha baada ya hayo Allah tabaraka wa taala anasema, ya ayuha nnasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi watu, ya ayuha nnasu, enyi watu, ubudu rabbakum, mwabuduni mola wenu, alladhi khalaqakum, ambaye amewaumba ninyi, walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, na wale waliokuwa kabla yenu ili muweze kumcha Allah tabaraka wa taala. Hii aya ni nidaa ya mwanzo kwenye Qur'an, ni wito wa mwanzo kwenye Qur'an. Allah tabaraka wa taala anawaita watu wote wamwabudu yeye mola wao ambaye amewaumba wao na wale waliokuwa kabla yao ili waweze kumcha Allah tabaraka wa taala. Naomba kwa leo tuishie hapa. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.